Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Alex Malasusa, Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, Waziri wa Afya, nitambue uwepo wa Mheshimiwa Profesa Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Rombo, Mheshimiwa Nurdin Babu, Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, waheshimiwa wabunge mliopo pamoja nasi, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, viongozi wa serikali na sekta binafsi mliopo, na nimefurahi kumwona kakangu Laswai yuko hapa na sisi, wajumbe wa bodi ya shirika la Msamaria Mwema mliopo, Baba Askofu Frederick Shaw, mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini na makamu mwenyekiti wa bodi ya KCMC, Baba Askofu Kotai, rais wa CCT, waheshimiwa mababa askofu, wakuu wa majimbo na viongozi wa kanisa KKKT, Profesa Gilead Masenga, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya KCMC, madaktari wa hospitali hii, wauguzi na watumishi wote, viongozi wa hospitali ya rufaa hii pamoja na chuo kikuu cha KCMC na taasisi ya utafiti KCRI. Tambue pia uwepo wa wachungaji na mapadri, washirika na wadau wetu wa maendeleo mliopo, Foundation for Cancer Care, Madam President Hazel Reinhardt, lakini pia nitambue uwepo wa wawakilishi wa Cardiac Care in Africa, viongozi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, ndugu wageni waalikwa, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, walimu wazalendo, wanawake na Samia, wana Msanja, polisi brass band, pamoja na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Ndugu zangu, nami niungane na viongozi wa dini na wote walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zake kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali hii ya rufaa KCMC. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa. Mara ya kwanza nilikuja mwezi Oktoba mwaka 2021 kwa mwaliko wa Baba Askofu Dr. Frederick Shaw wakati wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya hospitali ya KCMC. Na katika ziara ile nilipata heshima ya kuweka jiwe la msingi la jengo hili la huduma za tiba mionzi, wakati ujenzi wa banka ukiwa bado katika hatua za mwanzo. Leo kwa furaha kabisa nimerudi nikiwa na kazi ya kuzindua jengo hilo na huduma zake. Tujipongeze ndugu zangu. Na kushukuru Baba Askofu Dr. Alex Malasusa, kwa kanisa la KKKT, kwa kunialika kwa heshima kubwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na kunileta tena mahali hapa kwa mara ya pili. Na leo nilipowasili nipata wasaa wa kutembelea jengo na kujionea huduma zinazotolewa na taasisi hii. Kwa kweli nikiri kwamba jengo hili limejengwa kwa viwango na teknolojia inayokidhi huduma zinazohitajika. Hongereni sana. Pongezi hizi pia nazitoa kwa wadau wengine wote ambao mmekuwa tukishirikiana nao kwa hali na mali katika kuijenga KCMC na kuifanya kwa hospitali kimbilio ya rufaa kwa kanda hii ya kaskazini. Lakini vile vile ni hospitali ya kufundishia
na ni kituo cha kuchochea utafiti kupitia Chuo Kikuu cha KCMC na Taasisi ya Utafiti ya Kilimanjaro Christian Research Institute. Kwa namna ya pekee niwatambue na kuwashukuru washirika wetu, Taasisi ya Foundation for Cancer Care in Tanzania na Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa USAID kwa mchango wao uliowezesha kukamilisha mradi huu. Vile vile natambua mchango wa Taasisi ya Foundation for Cardiac Care in Africa katika mradi unaoendelea wa kituo cha matibabu ya moyo. Hakika huu ni ushirikiano wenye maana kwa sababu unagusa moja kwa moja maisha ya watu wetu. Pamoja na shukrani hizo, kwa kuwa hii ni ziara yangu ya kwanza mkoani Kilimanjaro tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa mkoa huu wa Kilimanjaro kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi na kukipa ushindi mkubwa Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kwa imani mlioionyesha kwetu. Tutaendelea kuwatumikia kwa uadilifu, bidii na matokeo makubwa. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, Hospitali ya Rufaa KCMC ina heshima kubwa hapa nchini na hata jirani kwa huduma bobezi na za kibingwa zinazotolewa hapa. Uzinduzi wa jengo hili la tiba mionzi ni hatua nyingine muhimu katika kusogeza huduma hizo karibu na wananchi. Na tumesikia hapa Baba Askofu Malasusa amesema inahudumia pia nchi jirani, wenzetu wanaotoka nchi jirani. Kwa kanda hii ya kaskazini, uwepo wa huduma ya tiba mionzi hapa KCMC ni faraja kubwa kwa familia nyingi zilizokuwa zikibeba gharama na usumbufu wa kusafiri kwenda mikoa mingine kufuata matibabu. Na mikoa ambayo walikuwa wanakwenda ni Dar es Salaam, Ocean Road, labda na Bugando. Sasa hiyo ni safari ndefu sana. Huu ni mwelekeo wa serikali kupunguza umbali kati ya wananchi na huduma za kibingwa wanazostahili kuzipata. Natambua pia na kwa kweli nimetambua pia kwamba kweli ninyi mmetambua vyema kuwa wajibu huo hauwezi kutekelezwa na serikali peke yake. Kama tunavyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Hivyo chawa huyo wa KCMC hakuvunjwa na mtu mmoja. Tumevunja sisi serikali, wamevunja wadau wetu tuliowatunza hapa, na wote tumefanya jambo hili likamilike. Tumepanga kwa pamoja, kwa kuaminiana na kusimamia utekelezaji wa malengo yetu ili kufikia dhamira ya pamoja ya kulijenga taifa lenye ustawi. Kwa wadau wote nasema asanteni sana. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, Tanzania pia tunakabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa saratani. Huu si ugonjwa wa mtu au familia moja au kabila fulani au imani fulani. Ni changamoto inayogusa afya ya kila mmoja wetu, lakini pia inaingia kwenye uchumi na ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Changamoto hii inapomkuta mwananchi haishii kwenye tiba pekee. Huleta hofu kwa familia ya aliyeguswa na changamoto hii, gharama, lakini pia safari ndefu na wakati mwingine kukatisha ndoto za familia. Ukweli huu unatukumbusha kuwa nyuma ya kila mgonjwa kuna familia inayohangaika, kuna Mtanzania mwenye ndoto zisizotimia na kuna mwananchi anayehitaji kurejeshewa matumaini. Aidha, huku ndiko kutekeleza maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayosisitiza kuboresha maisha na ustawi wa Tanzania kwa kusogeza huduma karibu na wananchi. Sasa kama nilivyosema mapema, huduma hii ya kansa, huduma nyingine zote za afya
tunazisogeza karibu na wananchi. Huduma hizi kubwa kama kansa na upasuaji wa moyo au matibabu ya moyo, nayo tumeanza kusogeza kwa wananchi. Tumeanza kupeleka, tulikuwa na kituo kimoja pale Ocean Road, tumepeleka Bugando na sasa tuko kanda ya kaskazini, tumemaliza, kazi inaendelea. Tunajipanga kusogea kwenye kanda nyingine za Tanzania. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi. Kama walivyoeleza Mheshimiwa Waziri pamoja na mkurugenzi mtendaji wa KCMC, kwa huduma za tiba mionzi zimekwisha anza kutolewa tangu mwezi Februari mwaka huu. Nimetembelea jengo, nimekuta wagonjwa na nimeangalia hali za wagonjwa. Ingekuwa bado tuna kituo ya Ocean Road, wangeshindwa na wangebaki na maradhi yao. Nimekuta watoto ambao wangeshindwa kuhudumia na wangeshindwa kuwa watoto wema wa taifa hili. Niseme tu kwamba kuanza kwa huduma hizi ni hatua muhimu katika kuimarisha mfumo rufaa nchini, na zinasaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaopelekwa taasisi ya saratani ya Ocean Road, na hivyo kuwapunguzia gharama na kuharakisha matibabu kwa wananchi wanaotokea kanda hii ya kaskazini na maeneo ya jirani. Ndugu zangu, pamoja na mchango uliotolewa na wadau wengine, kama alivyosema Waziri wa Afya, serikali tumetoa mchango wetu na ni wajibu wetu, na hatuna haja ya kujisifia hapa, ni wajibu wetu, tumefanya wajibu wetu. Bilioni 5.5, na bado kuna ombi la awamu ya pili ya vifaa, tunalibeba, tunakwenda kulifanyia kazi. Nikiri kwamba KCMC mmeanza vizuri na mnafanya kazi nzuri. Sasa endeleeni kuimarisha ubora wa huduma kwa kuwa na huduma yenye mpangilio, nidhamu na matokeo mazuri kwa wagonjwa. Mgonjwa anapofika hapa apokelewe kwa wakati, apate vipimo bila kuchelewa, aelezwe mpango wa matibabu anaouelewa, aanze matibabu kwa mpangilio na vipimo vinavyokidhi hali yake, na fuatiliwe baada ya huduma. Na hili ndio kubwa. Nimetembea ndani kule, yale yote mengine niliyoyasema nimeyaona yanatendeka. Langu ni kuhimiza, lakini kufuatilia baada ya matibabu, hili ni jambo jema pia, ili tujue jitihada zetu zimehuisha wangapi na tumeshindwa kwa wangapi. Kwa hiyo ni muhimu kufuatilia baada ya matibabu. Ndugu zangu, lengo la serikali ni kuhakikisha huduma bora za afya zinakuwa haki ya kila Mtanzania. Ni haki ya kila Mtanzania. Katika kutimiza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha wa 2026/2027, bajeti tuliyoipitisha juzi na Bunge, imetenga takriban shilingi trilioni 1 bilioni 800 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu pia. Tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, pamoja na kazi nzuri tunaifanya katika tiba, hatuna budi sasa kujiimarisha kwa upande wa huduma za uchunguzi wa awali. Saratani ambazo zikibainika mapema, matibabu yake huwa rahisi, na zipo nyingine zenye uwezekano wa kupona kwa haraka. Nimekuwa nikiona huduma za elimu kwa umma zikitolewa katika kampeni maalum katika vituo vya afya, lakini hata katika kambi mbalimbali
za huduma za afya nchini. Nawapongeza sana kwa jitihada hizi, na ninawasihi Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wote kuongeza huduma za uchunguzi wa awali ili kubaini na kutoa matibabu ya mapema kwa maradhi ya saratani. Na kwa hapa kwetu Tanzania, saratani ambayo sana inatusumbua ni ile ya mlango wa kizazi kwa wanawake, saratani ya matiti kwa wanawake, lakini tezi dume kwa wanaume, koo kwa wanawake na wanaume, na saratani nyinginezo. Lakini hizi nilizozitaja ndio maarufu sana hapa kwetu Tanzania. Katika hatua nyingine, nawapongeza kwa hatua nzuri ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo hapa KCMC, ambao tumesikia kutoka kwa mkurugenzi mtendaji kuwa umefikia 40%. Hongereni sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kituo hiki nacho kinakamilika, na niwaahidi kwamba kitakamilika. Kutokana na maono haya ya KCMC kutoa huduma za saratani na moyo, hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kimefanyaje? Sasa niombe au nielekeze, hili ni suala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu, vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani, tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani. Ndugu zangu, na hapa nimemsikia Baba Askofu Malasusa akisema kwamba kwenye maradhi ya moyo wagonjwa wengi wanatoka kaskazini, na kwamba tukimaliza jengo lile litasaidia wagonjwa kutokwenda JKCI Arusha na Dar es Salaam, lakini watatibiwa hapa. Sasa pia watafiti wetu watuambie sababu ni zipi ambazo mkoa huu unaleta wagonjwa wengi wa moyo, sababu ni zipi hasa? Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, mniruhusu niseme kwa masuala yenu mliowasilisha Baba Askofu Malasusa, nimeyasikia na nimeyapokea. Maombi yenu ya awamu ya pili ya mpango wa manunuzi wa vifaa tiba tumewapokea, waziri yupo, tutakwenda kuyafanyia kazi. Msamaha wa kodi kwa vifaa na muundo wa utumishi KCMC, msamaha wa kodi kwa vifaa tunachukua, na ni imani yangu kwamba maombi yameshafika TRA, tutakwenda kuyafanyia kazi kwa pamoja. Lakini muundo wa utumishi wa KCMC, jambo hili lililetwa kwangu mara ya kwanza na Baba Askofu Shoo mwaka 2021 nilipokuja kwenye sherehe za miaka 50 ya KCMC. Lakini mara ya pili nilikutana na Baba Askofu Malasusa mwaka jana 2025, na aliniambia jambo hili la muundo wa utumishi, na nikamwahidi nitalifanyia kazi. Ndugu zangu na watumishi wa KCMC, nimelifanyia kazi. Serikali imeanza kulifanyia kazi. Tumefanya uchambuzi wa kina na tukakuta tutakuwa na ongezeko la gharama la milioni 340 kwa mwezi tutakapotekeleza muundo huu. Na kwa maana hiyo, kwa sababu bajeti iliyokwisha imemalizika bila kuwa na component hii, hatukuweza kutekeleza. Na bajeti tuliyoipitisha jana ni lazima kwanza ifanye kazi na tuone tunaweza tukaingiza wapi
ongezeko hili bila kuathiri maeneo mengine. 340 ni fedha nyingi kwa mwezi. Kwa hiyo tumeamua tutakapofanya mapitio ya bajeti mwezi Disemba mwaka huu, tutaangalia uwezekano wa kupenyeza hili, kuanza kutekeleza muundo mpya wa utumishi kwa hospitali hii ya KCMC. Kwa hiyo nimelifanyia kazi, mababa askofu, kama mlivyonitaka. Kwa ndugu zangu watumishi wa KCMC, jengo tulilolizindua leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania. Hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa. Wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi. Amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama. Jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa. Wagonjwa wahudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu mashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Niwasihi sana kila mmoja wetu au kila mmoja wenu mnaohudumia abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua, baada ya mwezi huduma hakuna, vifaa vimesimama. Hapana. Kama ni maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama. Niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na askofu, baba Askofu Malasusa kusema kwamba, na niwasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho. Tezi dume imeshaota, maumivu yakikukolea, ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima, jichunguze. Amesema hapa baba askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi mzima humwi, lakini ukienda kitakuskini mwili wote, ilipo kinasimama, kinaonesha mshale hapa ipo. Lakini kama hakuna, mwanga ule utapita tu na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema.
bora kujua hali yako mapema. Kwa nadhani madaktari baadaye huko mngeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Kwa viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, Baba msaidie, Mwenyezi Mungu ya Allah, surati nini ile shekhe, surati Shifa, ukamsomea, umemshika kichwa, haiondoshi kansa. Baba, waleteni kwa wataalamu, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi. Mwisho, ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema leo KCMC imepiga hatua, lakini wananchi wanatarajia matokeo. Tunatamani kuona huduma zaidi, wataalamu zaidi, muda mfupi zaidi wa kusubiri au wa kusubiria huduma, vifaa vinavyotoa huduma endelevu na wagonjwa wanaotibiwa mapema kwa tabasamu. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa madhehebu yote ya dini nchini katika kuimarisha ustawi wa watu wetu, na hapa ni shukrani maalum kwa dini zote nchini. Tunasaidiana nao katika kutoa mchango wa elimu kwa watu wetu, lakini vile vile mchango wa matibabu, na haya mambo mawili ni muhimu sana. Lakini katika maeneo mengine ya maji na mazingira, taasisi za dini pia zinafanya kazi huko, na ndio maeneo muhimu kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo serikali inawashukuru sana na tunawahakikishia ushirikiano wetu katika kuleta ustawi wa Watanzania. Katika hilo niseme ninyi mmetambua kwa kazi ya utume iliyotimia haina budi kujielekeza katika kuokoa roho na mwili. Na kuokoa roho ni katika mahubiri mnayotupa, katika miongozo mnayotupa, lakini pia katika matibabu mnayotupa. Hiyo inaingia kwenye kuokoa mwili, sababu unapomtibu mtu, unapomfanya awe na chakula bora, unapomfanya awe na elimu nzuri, umemwokoa katika maisha yake. Kwa tunawashukuru sana na tuwasema kwamba huo ndio utume mwema na wenye baraka mbele za Mungu. Wale tunaojiita watume, watumishi wa Mungu, huu ndio utume mwema wenye baraka za Mungu. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa jengo la tiba la mionzi la hospitali ya KCMC limezinduliwa rasmi. Makofi mengi. Asanteni na hongereni sana, lakini pia naomba mkae, bado sijamaliza, nimezindua tu. Sasa ni shukrani maalum kwa tuzo. Mimi mwenyewe na wenzangu wote tuliotunzwa, tunashukuru kwa moyo wa shukrani mliotuonesha KCMC. Tungeweza kuja hapa tukazindua mkatuambia jamani asanteni, we salute you, tukatoka tukaenda zetu, lakini mmetupa kumbukumbu za kwenda kuweka kwenye maktaba zetu kwamba hii nilipokwenda KCMC. Tunawashukuru sana. Nawatakieni wote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba, na nilikuwa nasoma pale,
Samueli 17, Samueli 7 mstari wa 12 inasema nini? Hata sasa Bwana ametusaidia. Tusemeni asante na alhamdulillah. Mungu ibariki hospitali yetu ya KCMC. Mungu aibariki KKKT, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Pamoja na baraka za Mungu zitushukie Tanzania. Asanteni sana. Amina. Naomba tusimame na makofi mengi kwa Mheshimiwa